Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Ili tuzungumzie swala la maadhimisho ya taifa ya wiki ya maziwa ambayo yanafanyika Morogoro. Kwa hiyo nafikiria ni sawa kwamba tupate fursa hii na kupeana taarifa mbalimbali. Wiki ya maziwa kama tulivyosema ni mara 28 sasa, mwaka 28 ambapo tunaadhimisha na yana malengo mahususi. Moja ambalo ndio kubwa kabisa ni kuelimishana kuhusu matumizi ya maziwa na umuhimu wa maziwa katika jamii, societal importance, umuhimu wa maziwa kwenye jamii yetu ya Tanzania. Niseme tu kwamba maziwa yana faida nyingi sana, na ni bahati mbaya sana kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo consumption yetu, matumizi yetu ya maziwa ni ndogo. Wastani wa matumizi ya maziwa, kila binadamu anatakiwa kwa wastani wa world average, wastani wa dunia ni kama lita milioni 115 hivi kwa mwaka. Kama lita milioni 115 kwa mwaka. Tanzania kwa hesabu yetu tunatumia lita lita 115 kwa mwaka kwa binadamu, kwa per capita. Tanzania tunatumia lita, hesabu zetu tunasema tunatumia lita 68 kwa mwaka. Kwa kila Tanzania anatumia lita 68 kwa mwaka kwa wastani. Ambayo kimsingi ziko nchi za Kiafrika zinatumia lita 30 kwa chini kabisa. Lakini mtumiaji mkuu wa duniani wa maziwa, Finland huko, Sweden nani, wao wanatumia lita 360 kwa mwaka. Average almost ya lita 1 kila siku kwa mwaka kwa matumizi ya bidhaa mbalimbali za maziwa. Maadhimisho haya mkoani Morogoro yatakuwa na dhana ya kuongeza ufanisi, nimeshasema, kuongeza thamani ya maziwa na kuhimiza wananchi kutumia maziwa kwa wingi yaliyo salama kwa afya zao. Wiki ya maziwa pia iwe ni fursa ya kuhamasisha wadau na viongozi wa mkoa wa Morogoro kusimamia uzalishaji wa maziwa kwa kuongeza tija na hatimaye kuongeza lishe, kupunguza umaskini kwa wananchi wetu na kuongeza lishe kupitia matumizi ya maziwa salama yaliyosindikwa. Sasa ili kufikisha ujumbe huu muhimu kwa wiki ya maziwa katika kuboresha ufugaji ng'ombe na uchumi wa maziwa, lishe, afya ya binadamu, kauli mbiu ya maadhimisho haya kwa mwaka huu 2025 yanasema maziwa salama kwa afya bora na uchumi endelevu. Maziwa salama kwa afya bora na uchumi endelevu. Tunaona kwa kauli mbiu hiyo tumejumuisha yote hayo ambayo yanaingia kwenye maziwa. Kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa tu, wao kijenetiki walivyoumbwa, vinasaba vyao ni uzalishaji mkubwa sana wa maziwa. Sasa katika ukanda wetu wa kitropiki kuzalisha maziwa mengi na joto tulionalo huwa mara nyingi ni changamoto. Ndio maana ukiangalia mfano ukienda Iringa, hali ya Iringa, ukashuka Mbeya, ukaenda Tanga, uzalishaji ni mkubwa, lakini hauwezi kufikia ng'ombe anayefugwa kule kama ng'ombe anayefugwa Uholanzi, ambapo tunaita ni kanda za temperate, joto sio kali sana. Kule wanafanya vizuri sana, hizo lita walizosema mkoa tunaweza ukazipata. Sasa kutokana na hali hiyo, katika kanda zetu hizi za kitropiki tunashauri wafugike machotara, crossbred, ambao kupata sasa angalau wastani wa lita 10-15. Baadhi ya maeneo kama nilitaja Tanga, Njombe, Iringa tunaweza kufika hizo 20.
ila kufika 30, 40 mara nyingi ni. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.